Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee kabisa kwangu mimi niwapongeze sana watu wa TAWA. Mheshimiwa Mwenyekiti, TAWA imekuwa ikifanya kazi kubwa katika jimbo la Tabora mjini kwa sababu wametuwekea pale bustani nzuri sana, na hili nimekuwa nikilisema mara kwa mara. Pale tunayo bustani nzuri sana ambayo ni Tabora Zoo. Tumekuwa tukitangaza kwa kweli kwa hali na mali kuhakikisha kwamba bustani hii watu wengi wakifika Tabora wanafika kuitembelea na kuiona bustani hii. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tulipoanza na sasa tulipofikia, kwa kweli watu wameanza kuizoea na wameanza kuiona, na sasa tunaongeza mapato. Lakini niwashukuru pia TAWA kwa kuwa wasikivu, wamesikia kilio chetu cha kwamba tunahitaji tujengewe uzio kwenye ile bustani nzuri. Ilivyo sasa hivi ni hatari kwa maisha ya binadamu kwa sababu iko maeneo ya mjini, inaweza kuleta madhara. TAWA tuendelee kufanya kazi, mimi mbunge wenu wa Tabora niko pamoja na nyinyi kuwasapoti na kuweza kufanya kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kazi nzuri inayofanywa na TAWA, lakini mimi niseme Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi watu wa Tabora kwanza ndio mkoa mkubwa. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio tumezungukwa na mapori mengi nadhani kuliko mkoa mwingine wowote. Kwa hiyo sisi ni walinzi wazuri sana wa rasilimali hii ya misitu katika mkoa wa Tabora na hususan kwenye jimbo la Tabora mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa masikitiko makubwa naomba nizungumze leo na waziri. Na hili jambo Mheshimiwa Waziri, naomba unisikilize, na I'm very serious kwa kweli kwenye jambo hili. Inapofika wakati unamuona askari anakwenda nyumbani kwa mwananchi, eti amesikia mwananchi huyu amebeba gunia la mkaa, wanampiga mwananchi huyu mbele ya watoto na mke wake, kwa kweli Mheshimiwa Waziri, jambo hili halipendezi hata kidogo. Baadhi ya askari wasiokuwa waadilifu hawafanyi kazi kisheria. Wanachofanya kazi wanatumia nguvu zaidi kuliko akili. Mama amesema kazi na utu, hajasema kazi na unyanyasaji. Hii wizara haipaswi kunyanyasa wananchi eti kwa sababu amebeba gunia moja la mkaa, amevuna gunia moja la mkaa, tena mnamfuata mpaka nyumbani kwake, mnakwenda kumfanyia vitendo vya ajabu. Mheshimiwa Mwenyekiti, imefika mahali mwananchi huyu ananyweshwa asali. Jamani, asali inalambwa polepole, asali inaliwa taratibu, asali hainywewi. Ukimnywesha mtu asali, wewe unataka kumuua? Mheshimiwa Dr. Ashatu, hali ndio ilivyo kwangu Tabora. Ukimaliza bajeti yako tujipange ndugu yangu, twende Tabora na unipe lifti kwa sababu nitakuwa sina mafuta. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la mwisho ambalo naomba nichangie hoja hii na nikubaliane na kamati. Nikupongeze sana mwenyekiti wa kamati hii ya maliasili. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilizungumza mwaka 2023 na 24 na 25 kuhusiana na swala zima la hii AFCON. Tuliijua muda mrefu, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nikikwambia nimepitia bajeti ya wizara hii, yani unaona kabisa kama vile kale kakipengele wamefanya kukachomeka tu. Mheshimiwa Waziri Ashatu, swala la AFCON ni swala kubwa katika nchi hii, lakini mpaka leo ninavyokuambia mimi binafsi ukweni kwangu ni Arusha. Nenda Arusha pale muulize mtu wa Arusha, unajua AFCON ni nini na ina faida gani kwa wananchi wa Arusha na Tanzania kwa ujumla, na fursa zipi zipo? Hawana watu wanaojua. Sasa hii AFCON inakuja Tanzania kufanya nini kama hata wale ambao wanapelekewa hiyo AFCON hapo nyumbani kwao hawajui chochote? Mheshimiwa Mwenyekiti, niambie wizara, na hili nalirudia, hii sio mara moja. Niliwaambia hata mwanzo, wizara ya maliasili, hili sio jambo la wizara ya michezo peke yake. Na nyinyi ni lazima sasa mjitokeze kwa sababu tuna vivutio vya kutosha. Tena Arusha, Mheshimiwa Mwenyekiti, imekithiri kwa vivutio vya kutosha. Mmejiandaaje? Mmejipangaje? Wananchi wa Tanzania wana fursa gani? Hatuoni hata mabango. Yaani hamna hata amsha pale Arusha kwamba kuna AFCON. Jamani, AFCON ni jambo kubwa Mheshimiwa Mwenyekiti, na ni lazima liheshimike. Ama tunamsubiri Mheshimiwa Rais atoke tena aanze kutangaza AFCON ndio na sisi wengine tujitokeze? Mheshimiwa Mwenyekiti, haiwezekani. Tumpunguzie kazi Mheshimiwa Rais, tutekeleze majukumu yetu, tufanye kazi zetu, rais aone tulichokifanya kinatija katika nchi hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, nashukuru kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Hawa kwa mchango wako. Nilimwita Mheshimiwa